Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli, uwaambie, msile mafuta yoyote ya ng'ombe, wala kondoo, wala ya mbuzi. Tena mafuta ya mnyama afaye mwenyewe na mafuta ya mnyama aliyeraruliwa na wanyama mnaruhusa kuyatumia kwa ajili ya matumizi mengine, lakini msiale kabisa. Kwani huyo mtu atakaye kula mafuta ya mnyama ambaye ni katika wanyama ambao watu husongeza sadaka kwa Bwana kwa moto, mtu huyo atakaye kula mafuta hayo atakatiliwa mbali na watu wake. Tena msiile damu yoyote, ama ya ndege, ama ya mnyama, katika nyumba zenu zote. Mtu yeyote alaye damu, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli, uwaambie, yeye asongezaye dhabihu yake ya sadaka za amani kwa Bwana atamletea Bwana matoleo yake kutoka katika ile dhabihu ya sadaka zake za amani. Mikono yake mwenyewe itamletea hizo sadaka za kusongezwa kwa moto, mafuta yake pamoja na kidari atayaleta, ili kwamba hicho kidari kitikiswe kuwa sadaka ya kutikiswa mbele ya Bwana. Kuhani atayateketeza hayo mafuta juu ya madhabahu, lakini hicho kidari kitakuwa cha Haruni na cha wanawe. Mguu wa nyuma wa upande wa kuume mtampa kuhani kuwa sadaka ya kuinuliwa kutoka katika hizo sadaka zenu za amani. Katika wana wa Haruni, huyo atakayeisongeza damu ya sadaka za amani na mafuta yake, naye atapata mguu wa nyuma wa upande wa kuume kuwa sehemu yake. Kwa maana hicho kidari cha kutikiswa na huo mguu wa kuinuliwa nimevitwaa kwa wana wa Israeli katika dhabihu zao za sadaka za amani, nami nimempa Haruni kuhani na wanawe kuwa sadaka yao ya milele kutoka kwa wana wa Israeli. Hii ndiyo sehemu ya Haruni na sehemu ya wanawe katika kutiwa mafuta kwao, katika hizo dhabihu zisongezwazo kwa Bwana kwa njia ya moto, siku hiyo aliyowaweka ili wamtumikie Bwana katika kazi ya ukuhani. Sehemu ambayo Bwana aliagiza wapewe wana wa Israeli, siku hiyo aliyowatia mafuta, ni haki yao ya milele katika vizazi vyao vyote. Sheria ya sadaka ya kuteketezwa ni hii, na ya sadaka ya unga, na ya sadaka ya dhambi, na ya sadaka ya hatia.
na ya kuwekwa wakfu na ya sadaka za amani, ambazo Bwana alimwagiza Musa katika mlima wa Sinai, siku hiyo aliyowaagiza wana wa Israeli wamtolee Bwana matoleo yao huko katika jangwa la Sinai. Mambo ya Walawi sura ya 8 mstari wa 1 hadi mstari wa 36. Kanuni za kuweka makuhani. Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtwae Haruni na wanawe pamoja naye, na yale mavazi na mafuta ya kutiwa, na ng'ombe mume wa sadaka ya dhambi, na kondoo waume 2, na kikapu cha mikate isiyotiwa chachu. Kisha ukutanishe mkutano wote hapo mlangoni pa hema ya kukutania. Basi Musa akafanya kama alivyoambiwa na Bwana, na huo mkutano ulikutanishwa mlangoni pa hema ya kukutania. Musa akawaambia mkutano neno aliloliagiza Bwana kwamba lifanywe ni hili. Basi Musa akawaleta Haruni na wanawe, akawaosha kwa maji. Kisha akamvika Haruni ile kanzu, na kumfunga mshipi, na kumvika joho, na kumvika naivera, na kumfunga huo mshipi wa kazi ya mstadi wa naivera, na kumfunga naivera kwa huo mshipi. Kisha akamtia kile kifuko cha kifuani, akatia hizo Ulimu na Thumimu katika hicho kifuko cha kifuani, akamvika na kile kilemba kichwani mwake, na juu ya kilemba upande wa mbele akakitia kile kipande cha dhahabu, hiyo taji takatifu, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha Musa akatwaa hayo mafuta matakatifu ya kutiwa, akatia mafuta maskani na vyote vilivyokuwamo, na kuvitakasa. Kisha akanyunyiza hayo mafuta juu ya madhabahu mara 7, na kuitia mafuta madhabahu na vyombo vyake vyote, na birika na tako lake, ili kuvitakasa. Kisha akamimina mafuta hayo ya kutiwa kichwani mwake Haruni, na kumtia mafuta ili amtakase. Kisha Musa akawaleta wana wa Haruni, na kuwavika kanzu, na kuwafunga mishipi, na kuwavika vilemba, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha akamleta yule ng'ombe mume wa sadaka ya dhambi, na Haruni na wanawe wakaweka mikono yao katika kichwa cha huyo ng'ombe wa sadaka ya dhambi. Kisha akamchinja, na Musa akaitwaa damu yake, akaitia katika pembe za madhabahu pande zote kwa kidole chake,
akaitakasa madhabahu. Kisha akaimwaga hiyo damu hapo chini ya madhabahu na kuitakasa, ili afanye upatanisho kwa ajili yake. Kisha akayatwaa mafuta yote yaliyokuwa katika matumbo yake na kitambi kilichokuwa katika ini na figo 2 na mafuta yake, na Musa akayateketeza juu ya madhabahu. Lakini huyo ng'ombe mwenyewe na ngozi yake na nyama yake na mavi yake atakayochoma moto nje ya marago, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha akamsongeza yule kondoo mume wa sadaka ya kuteketezwa, na Haruni na wanawe wakaweka mikono yao kichwani mwa huyo kondoo. Kisha akamchinja, na Musa akainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Kisha akamkata kondoo vipande vyake, na Musa akateketeza kichwa na vile vipande na mafuta. Kisha akayaosha matumbo na miguu yake kwa maji, na Musa akamteketeza huyo kondoo wote juu ya madhabahu. Ilikuwa ni sadaka ya kuteketezwa, kuwa harufu ya kupendeza. Ilikuwa ni sadaka iliyosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha akamsongeza kondoo mume wa pili, huyo kondoo wa kuweka wakfu, na Haruni na wanawe wakaweka mikono yao kichwani mwa huyo kondoo. Kisha akamchinja, na Musa akatwaa katika damu yake na kuitia katika ncha ya sikio la kuume la Haruni, na katika chanda chake cha gumba cha mkono wake wa kuume, na katika kidole cha gumba cha guu lake la kuume. Kisha akawaleta wana wa Haruni na Musa, akaitia hiyo damu katika ncha za masikio ya kuume na katika vyanda vya gumba vya mikono yao ya kuume na katika vidole vya gumba vya maguu yao ya kuume. Kisha Musa akainyunyiza hiyo damu katika madhabahu pande zote. Kisha akayatwaa hayo mafuta na mkia wenye mafuta na mafuta yote yaliyokuwa katika matumbo na kitambi cha ini na figo 2 na mafuta yake na mguu wa nyuma wa upande wa kuume. Kisha katika kikapu cha mikate isiyotiwa chachu kilichokuwa pale mbele za Bwana, akatwaa mkate mmoja usiochachwa na mkate mmoja ulioandaliwa na mafuta na kaki moja nyembamba, akaiweka juu ya mafuta na juu ya huo mguu wa nyuma wa upande wa kuume. Kisha akaweka vyote katika mikono ya Haruni na katika mikono ya wanawe, na kuvitikisa huku na huku, viwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Kisha Musa akavitwaa tena mikononi mwao,
na kuviteketeza juu ya madhabahu. Juu ya hiyo sadaka ya kuteketezwa vilikuwa vya kuwekwa wakfu. Ni harufu nzuri. Ilikuwa dhabihu iliyosongezwa kwa Bwana kwa moto. Kisha Musa akakitwaa kile kidari, akakitikisa huku na huku, kiwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana. Ni sehemu ya Musa katika huo kondoo mume, na kuwekwa wakfu kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha Musa akatwaa baadhi ya mafuta ya kutiwa na ya damu iliyokuwa pale juu ya madhabahu, na kumnyunyizia Haruni katika mavazi yake na wanawe katika mavazi yao pamoja naye. Akamtakasa Haruni na mavazi yake na wanawe na mavazi ya wanawe pamoja naye. Kisha Musa akamwambia huyo Haruni na wanawe, tokoseni hiyo nyama mlangoni pa hema ya kukutania, mkaile pale pale, na hiyo mikate iliyo katika kile kikapu cha kuweka wakfu, kama nilivyoagizwa kusema. Haruni na wanawe wataila. Nacho kitakachosalia katika hiyo nyama na mikate mtakichoma moto. Wala msitoke nje mlangoni pa hema ya kukutania muda wa siku 7, hata siku za kuwekwa wakfu kwenu zitakapotimia, kwa kuwa ataweka muda wa siku 7, vile vile kama vilivyotendeka siku ya leo. Ni hivyo Bwana alivyoagiza kufanywa, ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu. Nanyi mtakaa mlangoni pa hema ya kukutania muda wa siku 7, mchana na usiku, na kuulinda ulinzi wa Bwana, ili kwamba msife. Kwani ndivyo nilivyoagizwa. Basi Haruni na wanawe wakafanya mambo hayo yote Bwana aliyoyaagiza kwa mkono wa Musa. Mambo ya Walawi sura ya 9 mstari wa 1 hadi mstari wa 24. Kuanzishwa kwa ukuhani wa Kiharuni. Basi ilikuwa siku ya 8, Musa akawaita Haruni na wanawe pamoja na wazee wa Israeli. Akamwambia Haruni, twaa wewe mwana ng'ombe mume awe sadaka ya dhambi, na kondoo mume wa sadaka ya kuteketezwa, wakamilifu, ukawasongeze mbele ya Bwana. Nawe utawaambia wana wa Israeli ukisema, twaeni mbuzi mume awe sadaka ya dhambi, na mwana ng'ombe na mwana kondoo wote wa mwaka wa kwanza, wakamilifu, kwa sadaka ya kuteketezwa, na ng'ombe mume na kondoo mume kwa sadaka za amani, ili kuwachinja mbele za Bwana, na sadaka ya unga uliochanganywa na mafuta. Kwa maana
Bwana hivi leo atawatokea. Nao wakayaleta hayo yaliyoagizwa na Musa, wakayaweka mbele ya hema ya kukutania. Kisha mkutano wote ukakaribia, wakasimama mbele za Bwana. Kisha Musa akasema, neno aliloagiza Bwana kwamba mlifanye ni hili, na huo utukufu wa Bwana utawatokea. Musa akamwambia Haruni, ikaribie madhabahu, uitoe sadaka yako ya dhambi na sadaka yako ya kuteketezwa. Ukafanye upatanisho kwa ajili ya nafsi yako na kwa ajili ya watu. Nawe uitoe hiyo dhabihu ya watu, ukafanye upatanisho kwa ajili yao, kama Bwana alivyoagiza. Basi Haruni akakaribia madhabahu, akamchinja huyo mwana-ng'ombe wa sadaka ya dhambi, aliyekuwa kwa ajili ya nafsi yake. Kisha wana wa Haruni wakamsogezea Haruni ile damu, naye akatia kidole chake katika damu na kuitia katika pembe za madhabahu, kisha akaimwaga hiyo damu hapo chini ya madhabahu. Lakini mafuta na figo na kitambi kilichotoka katika ini ya hiyo sadaka ya dhambi akaviteketeza juu ya madhabahu, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Na nyama na ngozi akazichoma moto nje ya marago. Naye akaichinja sadaka ya kuteketezwa, na wanawe Haruni wakamsongezea ile damu, naye akainyunyiza katika madhabahu pande zote. Nao wakamletea sadaka ya kuteketezwa kipande kwa kipande na kichwa, naye akaviteketeza juu ya madhabahu. Kisha akaosha matumbo na miguu na kuiteketeza juu ya hiyo sadaka ya kuteketezwa madhabahuni. Kisha akaisongeza dhabihu ya watu, akamtwaa mbuzi wa sadaka ya dhambi aliyekuwa kwa hao watu, na kumchinja na kumtoa kwa ajili ya dhambi kama yule wa kwanza. Kisha akaisongeza sadaka ya kuteketezwa na kuitoa sawasawa na sheria. Kisha akaisongeza sadaka ya unga na kutoa konzi humo na kuiteketeza juu ya madhabahu pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya asubuhi. Huyo ng'ombe mume naye akamchinja, na huyo kondoo mume pia, dhabihu ya sadaka za amani zilizokuwa kwa ajili ya watu. Na wanawe Haruni wakamsongezea ile damu, naye akainyunyiza katika madhabahu pande zote. Na mafuta ya ng'ombe na kondoo, mkia wake wa mafuta, na hayo yafunikayo matumbo, na figo zake, na kitambi cha ini.